Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inaleta salamu za upendo kwa bodi ya chuo, menejimenti, wafanyakazi, wanafunzi na kuwapongeza kwa kazi kubwa mnayoifanya katika kutekeleza sera ya elimu ya mwaka 2013 toleo la 2014 toleo la 2023. Mwalimu aliamini sana katika elimu, kwamba elimu ndiyo ufunguo wa maisha, na tuko hapa katika kumwenzi Mwalimu Nyerere, na sisi kama wizara yenye dhamana ya elimu tunawapongeza nyinyi nyote, management ya chuo, uongozi wa chuo, kwa kutekeleza sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la 2023. Mwenyekiti wa bodi Mheshimiwa Wasira ametueleza kidogo kwamba kwa nini tuko hapa, na mimi sitapenda sana kurudia yale aliyosema, lakini niseme tu kidogo. Leo tumekutana hapa kutafakari falsafa ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mchango wake katika kujenga amani, mshikamano wa kitaifa na hatimaye kuchochea maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo tutafanya tafakuri hapa, na tuna watoa mada, wachokoza mada watafanya tafakuri pamoja na sisi. Lakini kwa nini kongamano hili ni muhimu? Nimeelezwa kidogo kwamba kongamano hili lilianza kufanywa miaka 10 iliyopita, zaidi ya miaka 10 iliyopita. Kwa nini kongamano hili ni muhimu? Na mtambue ya kwamba kongamano hili linatukutanisha watu wa rika na kada mbalimbali kwa lengo la kushirikishana maarifa, uzoefu na tafakuri kuhusu maisha, maono na mchango wa baba wa taifa katika taifa letu. Zaidi ya yote, kongamano hili ni jukwaa la kujiuliza maswali muhimu ambayo baadhi Mheshimiwa Wasira ameyasema. Swali mojawapo ni hili hapa kwamba, je, Mwalimu alikuwa nani? Jibu ameshalitoa Mzee Wasira ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya chuo hiki cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Lakini swali la pili, Mwalimu aliamini nini? Naamini mmepata majibu pia kutoka kwa Mzee Wasira. Lakini swali la tatu, je, sisi tunajifunza nini kutoka kwa Mwalimu? Sisi tulioko mahali hapa tunajifunza nini kutoka kwa Mwalimu? Ndugu zangu, maswali haya ni muhimu sana, hususan kwa kizazi au generation Y, generation Z, generation Alpha na generation Beta ambayo inakuja. Nadhani mnazifahamu hizo generation. Generation Y ni ile iliyozaliwa mwaka 1981 mpaka 1996. Generation Z imezaliwa mwaka 1997 hadi mwaka 2012. Lakini Generation X ilizaliwa mwaka 1980 kurudi chini, na hii Generation X sina shaka kwamba wanamfahamu vizuri sana Mwalimu. Ndugu zangu, inafurahisha kuona vijana hususan wanafunzi wa shule za msingi, sekondari wakishirikishwa kikamilifu katika kumbukizi hii ya Mwalimu Nyerere. Hili ni jambo la busara, kwani malezi ya fikra na maadili huanza tangu utotoni. Mwalimu alitoka nyumbani kwao kwenda kutafuta elimu akiwa na umri wa miaka 12 na akaenda kilomita 42 kupata mahali palikuwa na shule inaitwa Mwisenge. Kile alikuwa na IQ nzuri. Alipofika kule Mwisenge, walimu wake walisimulia kwamba alisoma miaka 3 kima darasa 4. Sasa aliposoma la kwanza alionekana anajua mambo mengi, wakamhamisha kwenda darasa la 2. Kwa hiyo akafanya miaka 3 na akamaliza Mwisenge darasa la 4. Baadaye akaondoka pale. Leo sekondari mtoto anaipata kijijini kwake. Mwalimu alisafiri kutoka Mwisenge kwenda Tabora, mikoa mingapi siku hizi, kutafuta la 5, darasa la 5. Akasoma Tabora siku pale mpaka darasa la 10. Kwa sababu elimu wa koloni
walikuwa wanatuandaa kuwa makarani. Kwa hiyo kule alikotoka kule palikuwa panaitwa South Mara Native Authority, yaani halmashauri ya wenyeji sisi. Kwa hiyo pale kulikuwa na mzee anaitwa Mato, akasema ukimaliza Tabora urudi ili uwe chief clerk wa South Mara Native Authority. Alikuwa ameandaliwa kuwa karani mkuu wa halmashauri ya wilaya ya South Mara. Alipomaliza Tabora School alitaka kuwa daktari. Sasa alikuwa anasoma masomo ya sayansi, na nia yake ilikuwa kusoma sayansi ili awe daktari. Na haya siyasemi, hayakuandikwa, lakini mimi ninayesema aliniambia nitaka kuwa daktari. Lakini mapadri waliokuwa viongozi wake wa kiroho wakamwambia, nenda usome ualimu uje usaidie ndugu zako. Hawakumwambia anawasaidiaje, maana hata angekuwa daktari angewatibu. Kwa hiyo akatoka akaenda Makerere kwenda kusoma ualimu. Ndugu mgeni rasmi, kumekuwa na ongezeko kubwa sana la wahitimu. Idadi ya wahitimu katika chuo imeongezeka kutoka 6511 mwaka wa 2024 hadi kufikia 6687 katika mwaka wa 2025, ikiwa ni ongezeko la wahitimu 176 sawa na 2.7%. Ongezeko hili linaashiria mafanikio ya jitihada za chuo katika kuboresha ubora wa elimu, mazingira ya kujifunzia na usimamizi wa masuala ya kitaalamu. Aidha, inaonyesha kuwa wanafunzi wengi wanafanikiwa kamilifu katika masomo yao kwa wakati kutokana na mazingira rafiki na wezeshi yanayoweka hapa chuoni. Aidha, chuo kinatoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuisimamia na kusaidia sekta ya elimu, na chuo chetu kimepata ruzuku na fedha nyingi za uendeshaji pamoja na miradi ya maendeleo. Ndugu mgeni rasmi, chuo kimeboresha miundombinu ya kufundishia na kujifunzia ili kuongeza ubora wa mafunzo na kuendana na sayansi na teknolojia. Chuo kimefanikiwa kununua vifaa mbalimbali vya kufundishia ambavyo vimeshafungwa katika kumbi zetu ambazo tunaita smart board au mbao janja. Hata hapo Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa tulipokaa nyuma yako kuna ubao mkubwa sana ambao ni wa kisasa, mbao janja, ambao unaweza sasa kusaidia wakufunzi wetu kuwafikia wanafunzi wengi mahala popote walipo, lakini kuwafanya wanafunzi washirikishwe zaidi katika njia ya mtandao. Wanaweza kushika simu zao, na kwa kweli ni mfumo ambao unafanya wanafunzi waweze kuelewa zaidi na waweze kujifunza kwa urahisi zaidi, kwa sababu unawafanya wapate resources kwa haraka ambazo kwenye mtandao, lakini waweze kushare maarifa kwa urahisi na wakufunzi wao.